tunaendelea na hili jambo, nitumie nafasi hii kushukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya Mama Samia katika nyanja mbalimbali. Kwa uchache leo tuanze na swala la afya. Katika maeneo ya afya, nyinyi wenyewe ni mashahidi. Tumejengewa hospitali ya wilaya, tumejengewa vituo vya afya, lakini Mheshimiwa Rais ameleta vitenganishi na vifaa tiba. Kwa hiyo tunashukuru sana katika hili eneo kwa kazi kubwa ambayo mnafanya. Na katika hili eneo la afya, niipongeze kamati ya elimu, uchumi na afya ambao ilienda katika hospitali yetu ya zahanati ya Town Kliniki na wakaona kazi kubwa waliyofanya na wakathamini. Leo tutawakabidhi cheti kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya. Lakini ndugu zangu, katika eneo hilo hilo tulitembelewa, kulikuwa na siku ya chanjo. Alikuja waziri mwenye dhamana ya afya Jenista Mhagama. Nitumie nafasi hii kumshukuru sana kwa kazi kubwa anayoifanya, na yale malalamiko nilotoa kama mstahiki wa manispaa ya Tabora kuhusu hospitali yetu ya Kitete kwamba mtu akifariki wanazuia maiti kama anadaiwa mpaka alipe pesa. Nimethibitisha pasipokuwa na shaka baada ya Mheshimiwa waziri kulisema lile, watu wanapewa maiti zao. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa waziri kwa kulisimamia hilo, kwamba ilikuwa ni shida, mtu anakwenda pale ana mgonjwa wake, kwa bahati mbaya anafariki, lakini anakuwa hana pesa za wanazodaiwa za matibabu, matokeo yake maiti inang'aniwa. Lakini nimepigiwa simu zaidi ya watu kadhaa kwamba wanapewa maiti zao. Kwa hiyo tumshukuru sana RMO, katibu wa hospitali ya Kitete pamoja na uongozi wote kwa kazi kubwa na nzuri wanaoifanya katika mkoa wetu wa Tabora, na hata huduma zao ni nzuri. Na mimi niseme tu kwamba ule mrundikano wa Kitete ulikuwa watu wanarundikana pale wagonjwa kwa sababu ulikuwa hakuna njia nyingine. Tutoe wito kwa wananchi, unapokuwa una maradhi fuata utaratibu. Nenda zahanati, ukitoka zahanati nenda kwenye kituo cha afya, ukitoka kwenye kituo cha afya nenda kwenye hospitali yetu ya wilaya. Watu wa wilaya wakikuona kama unatakiwa kwenda kwenye hospitali ya rufaa, wenyewe ndio watakupa rufaa. Na ndio dhamira kubwa na nia njema ya Mheshimiwa Rais kupunguza msongamano katika hospitali zetu kubwa za mikoa. Na katika hili nikupongeza sana DMO kwa usimamizi mzuri wa hospitali yetu ya wilaya. Watu wanatibiwa, kina mama wanafanywa operation pale za kujifungua na mambo yote yanakwenda vizuri. Katika swala la elimu, ndugu zangu ni mashahidi. Tumejengewa shule za sekondari, tumejengewa shule za misingi, tumejengewa madarasa. Kwa hiyo kila eneo kuna mambo ambayo yanaendelea. Katika swala la mapato, ndugu zangu, mpaka leo nazungumza hapa, mapato ya halmashauri ya manispaa ya Tabora yako 75%, ambao ni kiwango cha chini, yalitakiwa yawe 91%. Lakini kuna sababu ambazo zinatufanya sisi leo tuwepo 75%. Kwa hiyo niombe kupitia baraza hili na mkurugenzi, najua ni mtu makini, pamoja na timu yako, kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao tuliwahamisha kupisha mradi wa soko ambao linajengwa la kisasa katika manispaa yetu ya Tabora. Kuna baadhi yao wanakaidi kulipa pesa za halmashauri, na kama mnavyojua waheshimiwa wajumbe, toka mwaka jana mwezi wa 4 hatujakusanya hata shilingi katika soko letu hilo la hapo mjini. Kwa hiyo mkurugenzi, maelekezo yetu kama baraza, wale watu wote wanaostahili kulipa katika manispaa ya Tabora, wakiwemo hao wenye vibanda, walipe mara moja. Kama mtu asipolipa achukuliwe hatua za kisheria, kwa sababu hii manispaa bila kukusanya mapato hakuna lolote tutakalofanya huko ndani, na sisi wale pale tunawapa huduma. Kwa hiyo ni lazima walipe, na bahati nzuri
tulikaa vikao na viongozi wao na tukakubaliana kwamba watalipa 50,000 badala ya 100,000 kwa sababu vile vibanda wao walivijenga. Baadaye wameenda wamekaa wanasema walipe 20,000. Hilo swala liwezekani. Kwa hiyo kila ambaye yupo kwenye kibanda alipe 50,000, la sivyo hatua zichukuliwe, kwa sababu kwenye mapato hatuwezi kubembelezana. Lakini jambo la pili ni wale wote ambao tunawadai, wakiwemo watu wa SGR, wakiwemo watu wa airport na maeneo mengine, walipe pesa kwa huu muda uliobaki. Naamini tutafika 100%. Kwa hiyo niwaombe mkurugenzi pamoja na timu yako muweke mguu chini, ili mwezi mmoja uliobaki huu ya 25% tuwe tumekamilisha. Lakini ndugu wajumbe pamoja na wananchi wa manispaa ya Tabora, nitumie nafasi hii kuwashukuru watu wafuatao: Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe, Waziri wa Kilimo, ambaye ametuletea mwekezaji wa kiwanda cha mbolea kitagharimu thamani ya dola bilioni 2, zaidi ya trilioni 6, ambao kitajengwa katika mkoa wetu wa Tabora, tena Tabora manispaa. Na hapa tunapozungumza kuna timu ya wataalamu, wenye viti wa kamati, ofisi ya mkuu wa mkoa, tunakwenda Zambia kwa ajili ya kuongea na hao wawekezaji na hatimaye waje kuwekeza kiwanda cha mbolea. Sambamba na hilo, kuna wawekezaji wamekuja wa kiwanda cha viazi vitamu ambao watakuwa na viprocess wanapeleka nje. Hayo yote ni juhudi ya Waziri wa Kilimo pamoja na uongozi wa mkoa na mkurugenzi na staff yote pamoja na waheshimiwa madiwani. Lakini wamekuja watu wanataka kuwekeza mahoteli. Kwa hiyo Tabora yetu sasa, yale matazamio na matarajio ya kuwa jiji sasa inakwenda kuwa jiji. Lakini nitumie nafasi hii kumuomba sana mkuu wa mkoa, pamoja na kazi kubwa anazofanya katika mkoa wetu wa Tabora, bado kuna eneo moja linaleta ukakasi. Eneo hilo ni eneo la kiwanda cha nyuzi. Wakati tunaleta wawekezaji wa viwanda, ni lazima kile kiwanda tulichokuwa nacho kianze kufanya kazi. Lakini wale waliochukua kiwanda cha nyuzi wameshindwa kufanya kazi. Matokeo yake kiwanda kinafugiwa mbuzi. Kwa hiyo niseme Mheshimiwa mkuu wa mkoa atusaidie kuwaondoa hawa wawekezaji, na hatimaye serikali ilete wawekezaji wenye nguvu wawekeze pale na vijana wetu wapate ajira. Tatizo la ajira katika manispaa yetu ya Tabora, tukipata viwanda 3, 4, 5, masuala ya vijana kuzurura, masuala ya kuwa na vibaka wadokozi hayawezi kuwepo, kwa sababu watu watakuwa na shughuli zao. Kwa hiyo tunamwomba sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ni mtu makini, alifuatilia hili jambo, na ninajua aliunda tume. Hiyo tume itoe majibu haraka kwamba wale watu watolewe, wawekwe watu wengine.